mali na nyumba unaweza ukawapa watoto wako, ukampa kijana wako wa kiume, ukampa kijana wako wa kike. Lakini swala la mke mwema anaachiwa Mungu pekee, ndio anayeweza akampa kijana wako mke mwema. Amina. Kwenye macho yetu tunaweza tukaona fulani anaweza kafaa kumuoa binti yangu, fulani anaweza kafaa akaolewa na yule kaka. Hayo ni kwenye upeo wetu wa macho, ama umeangalia mazingira fulani ya kawaida. Lakini kuna ukweli baada ya hapo, kuna maisha mengine ambaye hayataangalia vitu. Bwana Yesu pewe sifa. Kuna miliki nini? Kuna maisha ya muda mrefu ambaye anahitaji ili ndoa hiyo iendelee, ipate mke mwema na mume mwema. Jina la Bwana libarikiwe, watumishi wa Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, utasoma kwa wakati wako, Mwanzo 2:18 na 21 kwenda 24, inaelezea habari ya uumbaji wa Mungu. Mungu alipoona si vema mtu huyu awe peke yake, akasema nitamfanyia msaidizi. Baada ya kuona ule upweke, nitamfanyia msaidizi. Adamu akasema huyu ni mifupa katika mifupa yangu, na huyu ataitwa nani jamani? Mwanamke. Vipi kama huyo sio ubavu wako, akawa mko tofauti? Lazima kutokee matatizo kwenye hiyo ndoa. Na ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 3:12, hata matatizo yalipotokea wakati wamekula lile tunda, Adamu alipoulizwa umefanya kitu gani hiki, mashtumu yote ni kama anamlaumu Mungu kwamba shida sio mimi, shida ni mke ulionipa. Lakini yeye alikuwa na sehemu ya kukataa kitu ambacho analetewa na mke wake, kwa sababu